Swali pekee ambalo wengi tutakuwa tunajiuliza ni kuona namna gani kwa upande wa klabu ya Yanga wanakwenda kufuzu hapo kesho. Kama FAR atapoteza afu wao wakashinda pia kwa idadi nyingi ya mabao, labda kama FAR atafungwa kwa idadi nyingi afu wao wakashinda hata goli 1-0, basi watavuka moja kwa moja kuelekea kwenye hatua inayofuata, yani hatua ya robo finali. Tunafahamu ni jambo gumu, ni jambo ambalo kwa upande wa Yanga wakiwa wanaombea licha ya kama watashinda kwenye mchezo huo. Sasa kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves, tayari ameandaa wanajeshi ambao anaamini kwamba watakwenda kumpa matokeo hapo kesho, yani wale wachezaji ambao kiujumla watakuwa kwenda kutumika. Hapa utakwenda kufahamu, lakini kabla sijakupa taarifa hii nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia wachezaji rasmi ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Kwa upande wa magolikipa, yupo golikipa Djigui Diarra. Huyu ndiye golikipa nambari 1 ndani ya kikosi. Lakini pia Hussein Masaranga, na pia ni mmoja golikipa ambaye yupo pia kwenye orodha. Ya maana kama mwalimu amechagua magolikipa hao wawili ambao anaamini kwamba mmoja wapo atakayeanza basi atakwenda kupata kitu ndani ya kikosi. Lakini pia kwenye upande wa mabeki yupo Yao Atoula Kouassi. Kwa upande wa Yao tunafahamu mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli kweli ndani ya kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga baada ya uweza moja kwa moja kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Lakini pia yupo Israel Patrick Mwenda ambaye pia ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Shadrack Isaka Boka na pia ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia Mohamed Hussein Zimbo Diarra na pia yupo kwenye orodha kama kawaida kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Dickson Job na pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia Bakari Nondo Mwamnyeto na pia ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Frank Asinki na yupo kwenye orodha ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia bila kusahau kwa upande wa Ibrahim Hamadi Baka na pia ameorodheshwa kati ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama kati ya viungo ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya JS Kabylie, kwa upande wa viungo sasa yupo Mohamed Damaro ambaye pia ameorodheshwa. Lakini pia yupo Duke Abuya. Wakati huo pia yupo Azizi Andambwile ambaye pia ameorodheshwa. Wakati huo pia moja kwa moja yupo Mudathiri Yahya ambaye pia ameorodheshwa kati ya viungo ambao watakwenda kuhusika. Lakini pia bila kusahau Lassine Kouma na pia ameorodheshwa kati ya viungo ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia ukiachana na Lassine Kouma, lakini pia yupo kwa upande wa Pacome Zouzoua, moja mchezaji ambaye pia amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi, moja ya kiungo ambaye tunafahamu hasa kile ambacho amekuwa nakitoa ndani ya kikosi cha Yanga. Lakini pia nikienda kutizama upande wa mawinga, Alan Okello ameorodheshwa. Lakini pia Max Nzengeli na pia yupo kwenye orodha kama kawaida. Lakini pia Buba Jammeh mchezo wa kwanza yupo kwenye orodha hii hapa. Kwa upande wa mwalimu anaamini kwamba kuna kitu hasa ambacho atakitoa kutokana na kile ambacho anaamini kwamba bado anacho. Lakini pia washambuliaji, Prince Mpumelelo Dube yupo kwenye orodha. Wakati huo pia Depu na pia ameorodheshwa kati ya washambuliaji ambao watakuwepo. Lakini pia bila kusahau Clement Mzize na pia yupo kwenye orodha ya washambuliaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea